Waislamu wanahukumiwa na Nabii Isa ama wanahukumiwa na Mtume Muhammad? Kwa maana hiyo ya, kwa sababu siku zote nimekuwa nikipata picha kwamba atakaye kuja kuhukumu ni Yesu, isipokuwa atahukumu kwa Qur'ani. Sasa hapa ndo napata tena swali lingine, anayekuja kuhukumu labda kama hivyo tunavyosema, hao ambao wa umma wa Yesu watahukumiwa na Yesu, wa umma wa Mtume Muhammad watahukumiwa na Mtume Muhammad, wa umma wa Musa watahukumiwa na Musa, ama Yesu ndio atahukumu, atakabidhiwa hukumu yote yeye? Tunachozungumzia hukumu hapa sio hukumu ya siku ya Kiyama. Tunachozungumzia hukumu, kwa sababu Yesu hawezi kuwahukumu watu. Muongozo wa ule nabii, maana yake ndio yatakao wahukumu. Sio kwamba Yesu atawaambia wewe nenda motoni, wewe nenda hivi. Na ndio maana hapa kitakacho hukumu ni kile kitabu chao, kwamba wewe umefanya makosa nenda huku, wewe umefanya makosa. Sio Yesu anayesema, anayefanya hivyo ni Mungu, kwa sababu tayari wale mitume washapewa kazi, wamemaliza. Kwa hiyo hata Nabii Muhammad hatahusika kwenye hukumu, hata Yesu hawezi kuhusika kwenye hukumu. Sasa kuja kwa Bwana Yesu kwa mara ya pili, maana yake akija akiwa ni hakimu na atawaongoza Waislamu, hii hauhusiani na siku ya Kiyama, kwa sababu ni matukio mawili tofauti. Sawa, sasa tuwazie hapo hapo. Kwa sababu tayari huwa mnakuwa na mivutano ya kidini tofauti kati ya Wakristo na Waislamu. Huwa kila mmoja anamboresha sana mtume wake. Kwa mfano Wakristo wao Yesu wanamuita kabisa Mungu. Kuna wengine wanasema ni mwana wa Mungu, wanaishia hapo. Lakini nyinyi Waislamu, nyinyi mnawasema mtume mkubwa, tuseme nabii mkuu ni Mtume Muhammad kupita mitume wote, akiwemo Yesu au Isa bin Maryam. Sasa nikataka tuongelee na hilo kidogo. Kwanza mitume wengi wametumwa kwa sehemu maalum. Ndio. Soma Qur'ani sura 25 aya 51. Ndio. Mwenyezi Mungu anasema kama tungetaka tungepeleka katika kila mji mtume, mwonyaji. Ndio. Lakini tumemleta Nabii Muhammad kwa ajili ya watu wote. Okay. Kwa hiyo ukiangalia Nabii Isa ama Bwana Yesu, ndio, yeye alitumwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Sawa. No. Ndio. Na sio maneno yetu, ni maneno ya Bwana Yesu mwenyewe. Okay. Soma 15:24 Mathayo. Hebu nisomea. Okay. 15:24 Mathayo. Naam. Sawa. Mathayo 15:24. Naam. Anasema akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Haya ni maneno ya Bwana Yesu mwenyewe. Anasema okay, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Ni maneno ya Bwana Yesu mwenyewe. Ndio. Na ndio maana hata alivyokuwa akiwafundisha wanafunzi wake, kuna maneno alikuwa anawaambia, lakini akawa anawekea na mipaka ya sehemu ya kwenda. Mfano, soma 15 kitabu cha Mathayo. Okay, Mathayo 10:5 anasema, hao 12 Yesu aliwatuma kawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wote wa Wasamaria msiingie, bali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Haya ni maagizo ya Bwana Yesu, kwamba katika ile njia namna waende kufundisha, kupeleka ujumbe wa Mungu katika nchi ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo pia aliwaelekeza kwamba wasitoke nje ya mipaka. Okay. Hebu nenda aya ya 23 hiyo 23 anasema, lakini watakapowafukuza katika mji huu kimbilieni mwingine, kwa maana ni kweli nawaambia hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Sasa Bwana Yesu pia akajua kwamba inaweza ikatoka madhara yoyote, wakalazimika wahame katika mji hizo, wafukuzwe. Unaona, kwa sababu kazi ya kuhubiri dini kuna wengine hawataki. Wengine wanachukia, akajua wanafunzi wangu wanaweza wakachukiwa. Kwa hiyo kama watawafukuza katika mji huu, kimbilieni mji mwingine. Yaani ni mfano, si tuko Dodoma mfano hapa. Ndio. Kama mfano tumefukuzwa Dar es Salaam, tunakimbilia Dodoma. Ni nchi hii moja. Tanzania pale pale. Ya Tanzania hapa. Kwa hiyo hata wanafunzi wa Bwana Yesu walitaka waishie katika nchi ile ile. Okay. Kwa maana ni kweli, na hamtaimaliza miji yote mpaka ajapo mwana wa Adamu. Ndio. Sasa ukitazama maneno haya, ndio, utagundua kwamba Bwana Yesu aliweka mipaka. Sasa hoja inakuja hivi, je, wanafunzi walimuelewa? Okay. Kwa sababu leo tunaikuta injili iko Dar es Salaam. Ndio. Je, wamekiuka maneno ya Bwana Yesu wanafunzi wa Yesu? Nani kaileta injili Tanzania? Okay. Sasa angalia, kuonekana kwamba na wanafunzi walimuelewa mwalimu wao vizuri. 11:19 Matendo. 11:19 Matendo. Naam. Sawa, mstari wa 19 anasema hivi,
mstari wa 19, basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano wakasafiri hadi Foinike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Unaona? Kwa hiyo kwa sababu walisafiri hata Foinike na Kipro, ndio, wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Ndio. Yaani ni mfano leo hata Wayahudi wakiwepo hapa Tanzania, wakiwa na jambo lolote wataitana wenyewe na hubiriana wao kwa wao, wala hawamhusishi Mgogo wala Mchaga. Ndio. Kwa hiyo inaonekana kwamba wanafunzi wa Bwana Yesu walimuelewa mwalimu wao kwamba injili inatakiwa izungukie pale. Ndio maana hata zile Biblia za zamani, mwisho kulikuwa kuna ramani, unakuta nchi takatifu na mataifa wa Israeli, kuna mipaka. Okay. Kwa hiyo wanafunzi walimuelewa Bwana Yesu, isipokuwa watu wengine sasa ndio walikuja kuhamisha agizo la Bwana Yesu wakalipeleka ndivyo sivyo. Okay. Kwa hiyo tunapata tofauti ukisoma Qur'ani katika sura ya 34 aya ya 28. 34:28. 34:28. Naam. Sawa. Mstari wa 28 anasema hivi. Naam. Sawa, anasema na hatukukutuma ila kwa watu wote uwe mbashiri na mwonyaji, lakini watu wengi hawajui. Unaona? Kwa hiyo watu hawajui tu. Ndio. Kwa hiyo maana sisi Waislamu tunatangaza kwamba Muhammad SAW salama ametumwa kwa ajili ya ulimwengu mzima, lakini watu wengi hawajui. Kwa hiyo wote tunaowaona hapa, ndio, katika zama tulizokuwa nazo, hawa ni abiria wa Nabii Muhammad SAW, japo wengi hawajui kwamba mtume anayefaa kufuatwa ni Nabii Muhammad SAW. Ndio maana hii mwalimu, naweza nikaifananisha na ile ya Yohana 3 mstari wa 16. Soma. Yohana 3 mstari wa 16 anasema hivi. Mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kama vile ninavyosema kule kwa watu wote, huku inasema kwa kila mtu, alafu inasema kwa ulimwengu mzima, kama vile ninavyosema kwa Mtume Muhammad. Hii labda nyinyi wao mnaweza kuitofautishaje? Tofauti ipo kubwa sana. Okay. Kwa sababu ukiangalia hapo ulimwengu uliokusudiwa. Ndio. Hebu tusomee kitabu cha Mathayo sura ya 19 anzia 27. Mathayo 19:27. Yesu alishatofautisha. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Petro anamuuliza Bwana Yesu kwamba tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe, tutapata nini basi? Maana nataka ajue ujira, kwamba unapofanya kazi lazima ujue mshahara wako unaupataje. Ndio. Yesu akamjibu nini? Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu makabila 12 ya Israeli. Unaona? Mbona hakuingiza Wachaga na Wagogo hapo? Okay. Kwa hiyo waliokuwa ulimwengu uliokusudiwa ilikuwa ni wale wana wa Israeli, sio sehemu nyingine. Okay. Unaona? Na ndio maana hata ile kwamba Yesu alivyosema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli, haikuanzia pale. Ukianzia 21, ndio Yesu alipita katika pande za Tiro na Sidoni. Hebu isome. Ni Mathayo 15:21. Sawa, mstari wa 21 unasema hivi. Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni, na tazama mwanamke Mkanaani wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamuomba wakisema, mwache aende zake, kwa kuwa anaendelea kutupigia makelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Unaona? Sasa hapo huyu mwanamke si Mwisraeli, ni Mkanaani. Okay. Kwa hiyo wakati anaomba msaada kwa Yesu, Yesu alikataa, kakaa kimya, kwa sababu anajua huyu mimi anihusu. Lakini kilichofuatia kwamba wanafunzi wakamwambia huyu anapiga kelele nyuma yetu, ndipo Yesu akamkataa, akamwambia sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Okay. Lakini huyu mwanamke alienda 25 hapo. Mstari wa 25. Naam. Sawa, 25 anasema, naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vyema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa.
chakula cha watoto waliokusudiwa ni wana wa Israeli, kuwatupia mbwa ni wale wasiokuwa Israeli. Naendelea kidogo hapo. Sawa. Anasema akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yangukayo mezani pa bwana zao. Sasa huyu mwanamke kwa sababu shida alikuwa anayo, huyu mwanamke kwa sababu alikuwa na shida, akamwambia Bwana, hata mbwa huwa wanakula makombo yaliyoanguka mezani pa bwana zao. Kwa hiyo ni kwamba Yesu, kwa mtiririko huu wa maandiko, ni kwamba Yesu hakutuma kwa ajili ya watu wengine zaidi ya wana wa Israeli. Na ndio maana hata kule mbinguni ni watu wa makabila 12 yale yaliyosoma Ufunuo 7:4. Sawa, Ufunuo 7:4. Sawa, Ufunuo 7 mstari wa 4. Naam. Anasema, nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli. Naam. Watu 1,144. Wa kabila la Yuda 12,000 waliotiwa muhuri, wa kabila la Rubeni 12,000, wa kabila la Gadi 12,000, wa kabila la Asheri 12,000, wa kabila la Naftali 12,000, wa kabila la Manase 12,000, wa kabila la Simeoni 12,000, wa kabila la Lawi 12,000, wa kabila la Isakari 12,000, wa kabila la Zabuloni 12,000, wa kabila la Yusufu 12,000, wa kabila la Benyamini 12,000 waliotiwa muhuri. Endelea kidogo. Baada ya hayo nikaona, natazama, mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kila kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Tulia. Ukitazama kilichozungumzwa hapo, ndio ni kwamba makabila yenyewe yametajwa. Na ndio maana Yesu alichagua wanafunzi 12 kwa sababu kila mwanafunzi alikuwa anawakilisha kabila moja. Na hiyo Mathayo tuliyosoma sura ya 19 aya 27 28, Yesu anawaambia Petro, wakati anamuuliza, Mwalimu, tazama tumeacha vyote tukafuata wewe, tutapata nini basi? Yesu akawaambia, nyinyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ndipo nanyi mtakapoketi mkiwahukumu kabila 12 ya wana wa Israeli. Kwa hiyo viti viko 12 tu kwa ajili ya makabila 12, na tumeona hayo makabila. Sasa huwa Wakristo baadhi ya wahubiri, na ndio maana nikataka uendelee, maana ishi hapo huwa na kawaida kusema umeishi hapo. Ndiyo. Kwamba kisha nikaona natazama watu wengine, watu wa kila kabila na lugha na mataifa. Sasa tunataka tujue hao watu wengine hao wanafuatani, wanaingia peponi hao? Maana wao ndio wanajifichia hapo. Si kuna kundi lingine liko nje? Tuendelee na hilo kundi hapo. Sawa, anasema wakilia kwa sauti kuu wakisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Subiri. Hivi kama ni sehemu ya uzima wa milele, watu wanaenda kufurahi, wanaenda kulia? Kufurahi. Sasa hao wanaenda kulia. Wanaenda kulia, wakilia. Sasa peponi watu waendi kulia. Ukiona wanaenda kulia, wanaenda kuadhibiwa hao. Endelea. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai 4, nao wakaanguka kifudifudi mbele ya kiti cha enzi wakamsujudu Mungu. Unaona? Sasa hao wanasujudu. Wakati huku tumeona jana, huwa tunazungumzia mambo ya kusujudu, tunasema ikatolewa hadithi kwamba Muislamu hatusujudu kama nyinyi. Alafu ile hadithi sisi tumeacha tu makusudi. Ndiyo. Kwamba anakujieni mmoja wenu shetani katika sala. Sasa hadithi haikusema anakujieni Waislamu mmoja wenu. Sasa kuanzia enzi hizo mmoja ni huyo mmoja. Sasa mmoja huyo nani? Sasa sisi kwa sababu tulishaacha buti zamani, na hii walikuwa tayari wale wameona kabisa tukizidiwa tutoe hili kuwachafua Waislamu. Sasa ashaambiwa mmoja wenu, na Waislamu kama Waislamu, hakuna Muislamu ambaye anamuogopa shetani kwa sababu tayari dua zipo. Na shetani hana nguvu juu ya Muislamu yule aliyeamini. Unaona? Hana nguvu. Kwa mfano, ukimtazama Yesu, kuna maandiko yanaonyesha, ukisoma Mathayo sura ya 16 utakuta wakati Petro anaambiwa na Bwana Yesu, nenda nyuma yangu shetani. Ndiyo. Sasa sisi tuseme huyu pepo alivyokuwa anaambiwa, shetani anaambiwa ende nyuma ya Yesu, alikuwa anaenda nyuma ya Yesu kufanya nini?
Sasa na sisi tuingize kwamba Yesu naye alienda kupulizwa makalioni kwa sababu shetani alienda nyuma yake. Sasa tumeona kwamba si busara, lakini yale maandiko ni kwamba shetani hana nguvu juu ya Waislamu wenye kuamini, na ndio maana dua zipo, Waislamu wanalala kwa dua, na shetani hana nguvu na aya zipo. Kwa hiyo hatukutaka sana kwenda kule kwa sababu tunaona wenzetu wamechanganyikiwa, wameshindwa hoja. Na ndio maana sisi tunang'ang'ania siku hizi sana, hatutaki ile mikanyago, matusi. Sasa hivi ni elimu. Kama nilivyosema, sasa hivi eji imebadilika. Sasa eji ambayo kuna uwazi zaidi. Ndiyo. Kwa hiyo kuhusu Bwana Yesu, Yesu ametumwa kwa ajili ya wana wa Israeli peke yao. Sasa kwa mfano huu ambao unatupatia hapa na tunaona huku mwishoni, Waislamu huwa mna madai kwamba anayekuja kuhukumu ni Kristo Yesu. Sasa mnasemaje anakuja kuhukumu Kristo Yesu au wahukumu nyinyi ambao hamuhusiki naye? Kwa sababu mnavyosema wanaohusika na Yesu ni Waisraeli peke yao. Unajua Qur'ani imeeleza mfano. Hebu some Qur'ani sura ya 3 aya 54. 3:54. Naam. Sawa. 3:54 anasema hivi. Naam. Na makafiri walipanga mipango na Mwenyezi Mungu akapanga mipango. Ndio. Na Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa wenye kupanga. Ndio. Kwa hiyo makafiri walifanya hila. Ndio. Kutaka kumuua Bwana Yesu. Ndio. Ila Mwenyezi Mungu akapindua zile hila. Ndio maana aya inasema makaru wa makara Allahu wallahu khairul makirin. Kwamba Mayahudi walifanya hila na kutaka kumuua Yesu kwa hila. Ndio. Lakini Mwenyezi Mungu akazipindua hila zao. Ndiyo. Kwa nini? Endelea. Sawa, anasema pale Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi nitakufisha na nitakunyanyua kwangu na nitakutakasa na wale waliokufuru na nitawaweka wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru mpaka siku ya Kiyama. Sasa hii aya, na ndio maana wenzetu wakisoma wanasema Isa akashakufa, lakini aya inaonyesha ni future tense. Okay. Mimi nitakufisha, manake bado. Sawa. Naona? Ndio. Nitakutimizia muda wako wa kuishi. Manake huyu Nabii Isa hakuishi katika mazingira mazuri, na ndio maana aliondoka na umri wa miaka 30 ama 33. Sawa. Kwa sababu ilikuwa kukimbia, mafundisho aliyofundisha hakuwa na katika hali nzuri. Kwa hiyo baada ya Mwenyezi Mungu kumpaisha, italazimika sasa Mwenyezi Mungu amrudishe duniani aje amalizie muda wake uliobakia. Na ndio maana Mungu anamwahidi nitakufisha. Na ndio maana hakuna Mkristo anayekataa kwamba Yesu atarudi tena. Anarudi kufanya nini? Kwa sababu anakuja kutimiza muda wake. Wakristo nasema anakuja kwa hukumu wazima na wafu. Yale maneno ya Paulo, hakuna sehemu Yesu anakuja. Na ndio maana katika swali liloulizwa kwamba wapi Muhammad atakuja kuhukumu. Mimi sikutaka kwenda aya za Muhammad kuwa ni hakimu, zipo nyingi tu. Okay. Soma sura ya 4 aya 65. Mtume sallallahu alayhi ni hakimu. Naona, lakini uhakimu wa hapa wa nini? Kwa sababu alichokusudia kwamba Yesu anahukumu wafu na walio hai. Kwa hiyo wanamaanisha kwamba Yesu sasa pale anakuwa ni Mungu. Lakini siku ya Kiyama anayehukumu ni Yesu. Sasa ukimwingiza Muhammad naye ni hakimu hapa, maana yake unasema naye Muhammad anakuja ni Mungu, anawahukumu wafu na walio hai. Sio kweli. Ila Yesu kuja kuhukumu ni kwamba akija, Mtume SAW ameeleza kwa mujibu wa hadithi kwamba atakuja, atashuka Syria, Damascus, ambao ni Dameski, Syria. Na itakuwa ni alfajiri. Na atakaposhuka ataingia msikitini na ataswalisha kwa mujibu wa Uislamu, mafundisho ya Kiislamu, na atafata Qur'ani na sheria za Qur'ani. Kwa hiyo atawahukumu Waislamu, maana atakuwa ni kiongozi kwa mujibu wa sheria za Kiislamu. Na ni kudhihirisha kwamba yeye ni Muislamu, na ndio maana inaonyesha atakuja, atavunja misalaba, ataua nguruwe, kuvunja ile itikadi. Sasa hoja ya kwamba anakujaje kuwahukumu ambao hawahusiani nao? Sasa Yesu alikuwa dini gani? Yesu alikuwa ni Muislamu. Kwa hiyo anakuja kwa Waislamu wenzie. Sasa mfano ni kwamba kwa nini aje ya hukumu? Yaani mfano leo tunaye rais. Lakini rais anaweza akamteua rais mstaafu awe mkuu wa chuo fulani. Kwa mfano hata marehemu Magufuli alimteua Jakaya Mrisho Kikwete kuwa mkuu wa chuo. Sawa? Sasa pale anapokuwa anaongoza kwa sheria za Magufuli zile zile, kwa sababu kwa kipindi hicho katiba na muongozo ni wa Rais Magufuli. Kwa hiyo alikuwa anaongoza kwa kipindi hicho, lakini kwa muongozo wa nani? Wa Rais Magufuli. Kwa hiyo ndio mfano kama huo. Kwa hiyo Yesu atakuja, atakuwa ni hakimu,
lakini hakimu ambaye atakuwa anasimamia sheria za Kiislamu, kwa sababu sheria yake ishapita. Kwa hiyo hata kanuni zilipo sasa hivi, mfano Mama Samia akimteua mstaafu yoyote kwamba asimamie jambo fulani, anasimamia kwa muongozo wake. Sawa, lakini sasa pamoja na hayo unayoongea, tunaona kwamba kama Yesu atasimama kwa hukumu kabila 12 za wana wa Israeli. Katika kabila 12 za wana wa Israeli, nafikiri Waislamu hawapo. Japokuwa sina uhakika kama mkuu mnasema katika yale makabila nayo mnahesabia kwamba wale ndio Waislamu wenyewe, au kama na nyinyi mnajiweka kama ni wamoja katika zile kabila 12 za wana wa Israeli, au ni nyinyi ni kabila la 13 la wana wa Israeli, kwamba muhukumiwe na huyu Bwana Yesu ambaye kwa mujibu wa ushahidi ambao tayari umeshatolewa huko, yeye anadili na kabila 12 za wana wa Israeli. Sasa wale wana wa Israeli ambao walikuwa wanamfuata Yesu, kwani walikuwa dini? Wale walikuwa ni Waislamu. Sawa. Lakini hizi kabila sasa zingine za sisi huku Wandengereko, wa Makua, wa Makonde, tunakujaje kuhukumiwa na anayetakiwa kuhukumu kabila 12 za Israeli? Sasa tofauti ya zile kabila 12 alizotaja Bwana Yesu, kwa sababu siku ya Kiyama kila umma utaitwa na kitabu chao. Kila umma. Kwa hiyo umma wa Yesu atakaposimamishwa, siku ya kusimamishwa, watasimama na kitabu chao. Nabii Musa naye atasimama na kitabu chao kila zama. Kwa hiyo kila mtume atakuja pale na watu wake. Lakini hakimu ni Yesu. Kwa kusema hakimu ni Yesu, sina maana yeye anakuja kuhukumu zile kabila 12. Na kama na hukumu kabila 12, haijalishi kama walikuwa ni wa kipindi cha Mtume Muhammad au kipindi cha Musa au kipindi cha Ibrahim au kipindi cha Nuh, lakini hata dili na zile kabila 12, sio kabila zingine. Kama na dili na zile kabila 12, inakuwaje wengine tena waingie? Sasa unajua kuna kitu ulichokichanganya hapo ni nini? Ndio. Kuchanganywa kilikuwepo hapo. Alichoahidi Yesu kwa hukumu kabila 12 hakuhusiani na Yesu kurudi tena kuja kuhukumu kwa sheria ya Kiislamu, hakuhusiani na hivyo. Ila kwa sababu Yesu atakuja na atakufa na Kiyama bado. Kwa sababu 43:61 Qur'an. 43:61. Kuna kitu ukiweke wazi, kwa sababu watu wanachanganya. Unajua labda Yesu akija Kiyama tayari. Hiyo ni alama ya Kiyama tu. Kiyama bado. 43:61. Naam. Sawa. 43:61 anasema hivi. 61. Na kwa hakika yeye ni alama ya saa ya Kiyama. Basi usitilie shaka na nifuateni, hii ndiyo njia iliyonyooka. Unaona? Sasa hapo huwa wakisoma nifuateni wanajua ni Yesu. Hapo anasema nifuateni na Nabii Muhammad. Unaona? Kwa hiyo kuja kwa Yesu ni alama tu. Kiyama bado, kwa sababu Yesu atakuja, ataoa, atazaa watoto na atakufa. Kiyama bado. Na hata Biblia inathibitisha 24:3 Mathayo. 24:3 Mathayo. Anza moja kabisa. Sawa. Mathayo 24:1 anasema, Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambia, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomolewa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Unaona sasa mwisho wa dunia hapo unaotajwa. Ndio. Yesu kajibu nini? Anasema, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, na watadanganya wengi. Endelea. Nanyi mtasikia habari za vita na tetesi za vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa hiyo hata Yesu akija bado mwisho hujatimia. Naona mwisho bado haujatimia. Ndio. Naona. Sawa. Lakini pamoja na haya bado tena nina swali kuhusiana na, kwa sababu tunazungumzia mtume ambaye ni bora, kwamba kwa nini Waislamu wanasema Mtume Muhammad ndiye mtume bora zaidi? Kwa sababu hapa tulikuwa tunaongelea kuhusiana na kutumwa aidha kwa ulimwengu mzima au kutumwa kama vile Yesu ambavyo tunasema kwamba alitumwa kwa Waisraeli, japokuwa kile kitabu nilichokupa cha Mathayo 16, Mathayo 3:16 umesema ule ulimwengu uliokuwa unaongelewa ni ulimwengu ule wa Israeli. Lakini tunakuja huku kwa Mtume Muhammad, Qurani 16:2. Yeye Qurani huko inaandika kwamba tumeteremsha hiki kitabu kwa lugha ya Kiarabu. Ndio. Wanaongea lugha ya Kiarabu ni Waarabu wenyewe. Kwa nini naye tusiseme kwamba huyu naye ametumwa kwa Waarabu? Kwa sababu kama kitabu chenyewe kimeteremshwa kwa lugha ya Kiarabu, maana yake ilikadiriwa kwamba wale wanaongea Kiarabu ndio ambao watakielewa hiki kitabu, na hata wataelewa hayo maonyo ambayo atakuwa anatoa Mtume Muhammad ambayo yatatolewa kwa lugha ya Kiarabu. Vizuri. Kwanza kinachotakiwa kufahamika hapo ni kwamba lugha ya Kiarabu, na ndio maana ile aya
Hebu anza sura ya 12 anzia 1. 12:1. Hebu anzia 1. Sawa. 12 mstari wa kwanza anasema Alif Lam Ra, hizi ni aya za kitabu kinachobainisha. Hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani kwa Kiarabu ili mpate kuzingatia. Kwa hiyo kilichotumika lugha ya Kiarabu ili yapatikane mazingatio, kwa sababu ndio lugha faswaha. Sio kwamba kwa sababu ni lugha ambayo inaeleweka na Mtume Muhammad pamoja na Waarabu wengine. Kila mtume anatumwa kwa lugha ya watu wake. Sasa haiwezekani mtume amekuja Arabuni afu wao anaongea Kiingereza. No. Sawa. Sasa kwa mfano huo kwamba anatumwa kwa lugha ya watu wake, watu wa Mtume Muhammad lugha yao ni Kiarabu, sio sisi huko Waswahili. Wala sio wazungu. Mazingatio ni kwa ajili ya mazingatio, kwa sababu katika lugha ambayo ina ufaswaha ni Kiarabu. Na mtume wote anayetumwa anatumwa kwa lugha ya watu wake, kwa maana watu wale ambao waliokuwa nao kwanza waelewe. Okay. Haina maana kwamba kutuma kwa lugha ya Kiarabu ndio watu wengine hawahusiki. Kwa sababu ndio maana inatakiwa mazingatio. Ingekuwa kwamba tumetuma kwa lugha ya Kiarabu ili Waarabu waelewe, kwa sababu hata hao Waarabu hiyo lugha walikuwa kuna baadhi ya maneno yanapozungumzwa bado walikuwa hawamuelewi mtume, mpaka wanamuuliza mtume, neno hili unakusudia nini? Na Kiarabu hicho hicho. Okay. Unaona? Kwa hiyo akawa anawafafanulia. Okay. Kwa hiyo pamoja ni Waarabu wenyewe, lakini alikuwa anawafafanulia. Sasa lugha hii kilichokusudiwa ni mazingatio. Okay. Lakini sasa kuhusu swala la hukumu nataka hapa tuweke vizuri. Ndio. Hebu soma Qur'ani sura ya 45:28. Nataka uone tofauti sasa, kwamba kilichozungumziwa kuhukumu kwa Bwana Yesu atakapokuja kwa wale makabila 12 na kule kuja kwa Waislamu. Maana pale wanachanganya vitu viwili tofauti. Kuna kuja kwenye dalili ya kiyama na kuna siku ya kiyama, vitu viwili tofauti. Sasa kiyama kinakuwa hivi. Soma 45:28 Qur'an. Sawa. 28 anasema hivi, na utauona kila umma umepiga magoti, na kila umma utaitwa kwenda soma kitabu chake. Leo mtalipwa mliokuwa mkiyatenda. Kwa hiyo siku ya kiyama kila umma utaitwa na kitabu chao. Kwa hiyo watu wa Injili wataitwa na mtume wao, watasimama naye. Watu wa Torati wataitwa na mtume wao, watasimama naye. Watu wa Torati, Zaburi na maandiko mengine wataitwa, watasimama na kitabu chao. Kwa hiyo kila umma utapiga magoti na wataitwa na kitabu chao. Ndipo hukumu sasa itakuja kutolewa. Kwa hiyo swala la Bwana Yesu kurudi kuja kuhukumu kwa wana wa Israeli ni siku hiyo sasa. Ndio maana hapa unaambia kila umma utapiga goti. Kwani huyu Yesu huyu Isa ambaye anarudi kuja kuhukumu kwa sheria za Qur'ani. Naam. Ni yupi tena na huyu anayekuja tena kuhukumu kwa sheria za Injili? Ndio maana anasema ni matukio mawili tofauti. Okay. Kwamba ile ambayo Yesu anawaambia wanafunzi wake, kwa sababu na wanafunzi nao wanahukumu. Sasa wanahukumu nini? Okay. Unaona? Kwa hiyo Yesu atakuja na umma wake ambao siku ya kiyama, ndio haya tuliyosoma 45:28 kwamba siku ya kiyama maana kila umma utapigishwa goti. Na ndio maana hoja ya kwamba Bwana Yesu atakuja kuhukumu ni kipindi gani? Atakuwa na watu wake, kwa sababu hata mtume naye atasimamishwa na watu wake, na kuna baadhi ya watu wataenda motoni. Mfano tusome Qur'ani sura ya 6 42 tuanzie ngapi? Qur'ani 42 sura ya 42. Ngoja kwanza niangalie hapo tuanzie aya gani nataka sawa. Wakati unaitafuta kwamba tuanzie aya gani, nina swali tena hapo. Sawa. Kwa hiyo utanikumbusha hilo. Sawa. Waislamu wanahukumiwa na Nabii Isa ama wanahukumiwa na Mtume Muhammad? Kwa maana hiyo kwa sababu siku zote nimekuwa nikipata picha kwamba atakaye kuja kuhukumu ni Yesu, isipokuwa atahukumu kwa Qur'ani. Sasa hapa ndo napata tena swali lingine, anayekuja kuhukumu labda kama hivyo tunavyosema, hao ambao wa umma wa Yesu watahukumiwa na Yesu, wa umma wa Mtume Muhammad watahukumiwa na Mtume Muhammad, wa umma wa Musa watahukumiwa na Musa, ama Yesu ndio atahukumu, atakabidhiwa hukumu yote yeye? Tunachozungumzia hukumu hapa sio hukumu ya siku ya kiyama. Tunachozungumzia hukumu, kwa sababu Yesu hawezi kuwahukumu watu. Okay. Isipokuwa kilichozungumziwa kwamba na wanafunzi wake kwamba atahukumu wakiwa katika viti 12, wanahukumu wana wa Israeli. Yeah. Hukumu iliyokusudiwa hapa sio hukumu kwamba wewe nenda peponi, wewe nenda huko. Kwa sababu Yesu mamlaka ya kumuingiza mtu peponi na motoni hana mamlaka hiyo. Sawa.
Kwa hiyo kilichokusudiwa kuhukumu, manake ndizo sheria zote zitakuwa zinawahusu kipindi hicho, kwamba wewe ukufuata hili, ukufuata hili, ukufuata hili, kwa sababu kila umma umefikisha ujumbe kwamba ukifanya hivi, ukifanya mabaya. Kwa hiyo kinachokuhukumu ni yale matendo ambao ushayafanya. Kama umefanya matendo mema, manake hukumu yako utaenda sehemu nzuri, kama ni peponi. Kama umefanya mabaya, unaenda motoni. Lakini sio kwamba atasimama wewe nenda motoni. Sio hukumu iliyokusudiwa, kwa sababu hukumu siku ya mwisho, Qur'ani sura 39 anzia aya ya 67. Okay. 39 67 surati Zumar. Sawa. Naam. 39 67 anasema hivi, 67 anasema, na wala hawakumuheshimu Mwenyezi Mungu kama anavyostahiki kadri yake. Ndio. Na siku ya Kiyama ardhi yote itakuwa mkononi mwake. Na mbingu zitakunjwa katika mkono wake wa kuume. Subhanahu wa Ta'ala, ametakasika na ametukuka na hayo wanayomshirikisha nayo. Endelea. Kabla hujaendea hapo, kwanza Mungu anaonyesha utawala wake kwamba kila kitu kikatakuwa katika miliki yake. Ndio. Mbingu zitakunjwa. Hapo Yesu hahusika, hakuna kiumbe anayehusika hapo, ni kazi ya Mungu kuhukumu peke yake. Ndio. Kwa hiyo ardhi yote itakuwa katika ulinzi wa Mwenyezi Mungu, mbingu, kila kitu, kwa sababu hawakumheshimu Mwenyezi Mungu katika heshima inayopaswa kuheshimiwa. Endelea sasa na andiko linaloendelea. Na litapulizwa baragumu, wazimie waliomo mbinguni na waliomo katika ardhi, isipokuwa aliyemtaka Mwenyezi Mungu. Kisha litapulizwa mara nyingine, hapo watainuka wawe wanangojea. Sasa itakapopulizwa sasa baragumu ama parapanda, walioko mbinguni na walioko duniani wote watazimika. Kuzimika hapo, ngoja tuangalie tafsiri hapa. Qur'ani sura ya 39 68. Sasa angalia kilichopo hapo. Aya ya 69 inasema, na ardhi itang'aa kwa nuru. Okay. Kwa nuru ya Mola wake mlezi, na kitabu kitawekwa, na wataletwa manabii na mashahidi, patahukumiwa baina yao kwa haki. Okay. Kwa hiyo ina maana wale manabii nao wale pamoja na watu wao watahukumiwa kwa haki. Anayehukumu hapo ni Mwenyezi Mungu. Sawa sawa. Hebu naomba uendelee sasa hapo. Endelea 69. Sawa, 69 anasema, na ardhi itang'ara kwa nuru ya Mola wake mlezi, na kitabu kitawekwa, na wataletwa manabii na mashahidi, na patahukumiwa baina yao kwa haki, wala hawatadhulumiwa. Patahukumiwa baina yao kwa haki. Kwa hiyo manabii wote nao watakuwa chini ya ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana tulitoa aya kwamba Yesu atatiishwa. Okay. Naona? Kwa hiyo patahukumiwa, hata manabii wenyewe watakuwa katika mamlaka ya Mwenyezi Mungu, patahukumiwa kwa haki. Endelea. Sawa. Na kila nafsi italipwa kwa yale iliyoyafanya, na yeye anayajua sana wanayoyatenda. Ndio maana mimi nikasema Yesu anapowaambia wanafunzi wake kwamba mtaketi katika vitu 12 mkihukumu kabila 12, kabila 12, maana yake yale matendo waliyoyafanya kwa muongozo wa ule nabii, maana yake ndiyo yatakao wahukumu. Sio kwamba Yesu atawaambia wewe nenda motoni, wewe nenda hivi. Na ndio maana hapa inaonyesha kwamba yale waliyoyatenda mtu katika nafsi yake ndiyo yatatoa hukumu pale. Sio kwamba Yesu hayatasimama, lakini ulinzi wote, mamlaka yote itabaki kuwa ya Mwenyezi Mungu. Endelea. Sawa. 71 anasema, na waliokufuru wataongozwa kuendea Jehanamu kwa makundi, mpaka watakapoifikia itafunguliwa milango yake, na walinzi wake watawaambia, kwani hawakukujilieni mitume miongoni mwenu wakikusomeeni aya za Mola wenu mlezi na kukuonyesheni mkutano wa siku yenu hii? Watasema, kwani lakini limekwisha thibiti neno la adhabu juu ya makafiri. Sasa hapo unaona makundi sasa ya makafiri yatachukuliwa hapa kupelekwa motoni. Yatachukuliwa kupelekwa motoni na wataulizwa. Kuna walinzi wa ile milango ile, tawauliza, kwani nyinyi hawajakujieje wajumbe wakakufikishieni maneno ya Mwenyezi Mungu na kukuonyeni juu ya siku yenu hii ya leo?
ya makutano haya? Ndiyo. Watasema walitujia. Endelea. Itasemwa, ingieni milango ya jehanamu mdumu humu, basi nayo ni ubaya ulioje wa makaazi ya wanaotakabari. Ni ubaya ulioje wa makazi ya watu wenye kuleta jeuri na kibri, wanaotakabari. Sasa endelea tena hapa. Na waliomcha Mola wao mlezi wataongozwa kuendea peponi kwa makundi, mpaka watakapofikiria nayo milango yake imekwisha funguliwa. Walinzi wake watawaambia, salamu alaikum, amani iwe juu yenu, mmetahirika, basi ingieni humu mkae milele. No. Kwa hiyo sasa hapo watu waliofanya mema nao tayari wanaongozwa, kwa sababu za hukumu anayetoa hapo ni Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo alichokusudiwa Yesu kwamba anawahukumu wana makabila 12. Wale wenyewe wanafunzi wanahukumu makabila 12. Kitakachowahukumu ni kile kitabu chao, kwamba wewe umefanya makosa nenda huku, wewe umefanya makosa. Sio Yesu anayesema, anayefanya hivyo ni Mungu, kwa sababu tayari wale mitume washapewa kazi, wamemaliza. Kwa hiyo hata Nabii Muhammad hatahusika kwenye hukumu, hata Yesu hawezi kuhusika kwenye hukumu, kwa sababu tayari mafundisho, mfano kama Qur'ani ipo, mafundisho yako wazi. Mtume ataulizwa nini? Atakachoulizwa tu ni kwamba ulifikisha. Mtume asema nimefikisha. Unaona, asema nimefikisha. Sasa kitu kilichopo hapo ni kwamba hukumu siku ya Kiyama, anayehukumu ni Mwenyezi Mungu, sio mtume yoyote. Okay. Sasa na ndio maana hata hoja kwamba Muhammad wapi anahukumu, Muhammad hawezi kuhukumu, kwa sababu tayari kazi yake ameshamaliza, ujumbe ashafikisha, na ameulizwa, je, umeshafikisha? Nimefikisha, ndio. Hata Yesu naye ameshafikisha. Kwa hiyo kila alichokifikisha ndio kitasababisha watu wahukumiwe kwenda motoni au peponi. Kama walimpinga, maana yake wanaenda motoni. Tayari yeye ashapitisha tayari mafundisho yake. Sasa kuja kwa Bwana Yesu kwa mara ya pili, maana yake akija akiwa ni hakimu na atawaongoza Waislamu, hii hauhusiani na siku ya Kiyama, kwa sababu ni matukio mawili tofauti: tukio la kisimamo cha Kiyama na tukio la dalili ya Kiyama, kwa sababu kuja kwele ni dalili ya Kiyama, kwamba hakiko mbali. Kwa hiyo Yesu hapa hauhusiani na kuhukumu siku ya Kiyama. Okay. Naam. Sawa, mimi sina swali lingine juu ya kipindi hiki, labda tunachoweza tukamalizia tu, hasa utoe comment hapo kuhusiana na vile sasa mnavyosimamaga, mnasema Mtume Muhammad ndio mtume bora, na Wakristo nao wanasimama kwamba Yesu ndiye bora, kwanza wengine wanamuita Mungu kabisa. Vizuri. Kwamba Mtume SAW yeye amefundisha mambo mengi sana. Okay. Ustaarabu. Na ndio maana hata wasomi wanamkubali Nabii Muhammad SAW. Mfano, okay, kuna mtu mmoja anaitwa Dr. Gerhard Niels. Okay. Dr. Gerhard Niels yeye alimsoma Nabii Muhammad SAW na akagundua kwamba Nabii Muhammad ndiye anayefaa kuongoza ulimwengu. Okay. Kuna bwana mwingine anaitwa Sir George Bernard Shaw. Katika maneno yake anasema hivi, nitayanukuu kama alivyoyazungumza. Anasema, I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing face of existence, which can make itself appeal to every age. I have studied him, the wonderful man, and in my opinion, far from being an antichrist, he must be called the savior of humanity. I believe that if today an autocrat of Muhammad caliber assumes world leadership, he could solve all problems of humanity splendidly, and the world will become an abode of peace and happiness. I predict that tomorrow's Europe will embrace Islam. Huyu bwana anasema, Dr. Bernard Shaw, huyu ni Mwingereza. Yeah. Anasema, I have always held the religion of Muhammad in high estimation. Kwamba hakika mimi nimemsoma vizuri Muhammad kwa kiwango cha juu kabisa. Na akasema nimegundua kwamba Muhammad ndio anayefaa kuongoza ulimwengu. Na anasema, lau kama Muhammad atarudi duniani kutawala tena, na watawala wa ulimwengu wote watafuata mafundisho ya Muhammad ili kuongoza watu, dunia nzima watu wataishi kwa furaha na amani.
na anasema natabiri ya kwamba kwa mafundisho haya Muhammad, watu watakaofuatilia kumsoma Muhammad, basi Ulaya nzima watu wengi miaka inayokuja wataingia katika Uislamu, kwa sababu wanajua Ulaya kuna wasomi wengi, wataalamu wengi, intellectual. Ndiyo. Kwamba kuna baadhi ya vitu wakiambiwa kwa sababu ni wataalamu huwa hawapingi. Na hata mfano jana tulikuwa online. Ndiyo. Kuna mtu mmoja aliuliza, ni Mkristo, aliuliza kwamba ni sehemu gani Muhammad kuna jambo alizungumza na unabii ukatimia. Ndiyo. Kaambia hapo mambo mengi, nikampa mifano kwamba Qur'ani ilishatangaza kwamba kuna mbingu 7 na ardhi 7 ambao ilikuwa vitabu vingine havikusema. Ndiyo. Lakini watafiti walivyokuja wa sayansi walikuja kufanya tafiti, wakagundua kwamba pia hata katika anga kuna matabaka 7 na kuna matabaka 7 katika ardhi. Nadhani hayo shuleni wameyasoma. Sasa yule bwana kwa sababu amesoma hakupishana, maana yeye mwenyewe anambia na mimi ni mtaalamu wa mambo ya sayansi. Ndiyo. Akakubaliana na hilo, akasema mimi nakubaliana na hilo kwa sababu na mimi nimesoma sayansi, nakubali. Kwa hiyo Qur'ani ikawa imeeleza hivyo karne ya 7. Lakini watafiti wakaja kufanya tafiti, wakagundua kwamba Qur'ani hapa imesema kweli. Sasa ndio maana ukisoma katika vitabu vya science wanasema idadi ya mbingu iliyotajwa na Qur'an namba 7, yani kwamba ile idadi ya mbingu 7 imethibitishwa na wataalamu wa mambo ya kisayansi. Lakini wanasema wao Qur'ani pia imezungumza kwamba ardhi ziko 7. Katika utafiti wa kisayansi bado hatujagundua, lakini upo uwezekano mkubwa kuwa hata na ardhi zenyewe zikawa 7, kwa sababu wanakiri kwamba kwa baada ya tafiti zao za kianga waligundua kuna vivuli 7, lakini mwisho wa yote wakagundua pia yale matabaka 7, lakini wanaonyesha kama kuna matabaka 7 maana inaonekana ni vile vivuli vya mbingu zile 7. Sawa. Kwa hiyo wakaona kwamba kama si tumegundua vivuli hivyo, maana hata ardhi nazo kama Qur'ani ilivyosema zitakuwa 7, inawezekana. Ndio wanasema the plurality of the heaven expressed in the Quran by the number 7, whose meaning we have discussed, is confirmed by modern science due to the observation experts in astrophysics have made on galactic system, and they are very large number. On other hand, the plurality of the earth that are similar to ours from certain point of view at least is an idea that arises in the text of the Quran but had not yet been demonstrated to be true by science, but all the same specialists consider this to be quite feasible. Kwa hiyo wanakiri kwamba ile idadi ya mbingu na idadi ya ardhi iliyotajwa na Qur'an uwezekano upo, hata kama wao hawajagundua, lakini wanajua kwamba baada ya muda labda na sisi tutagundua kwamba na ardhi kweli ziko 7. Na ni kweli kuna baadhi ya watafiti Marekani wamegundua ardhi ya pili. Okay. Kwa hiyo bado inaendelea kuthibitisha kwa sababu hawana vyombo vya kuvuka hapo kwenda chini. Sawa. Lakini Qur'ani kai imevieleza vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna tabiri nyingi ambazo Qur'ani imeeleza na majibu yanapatikana. Okay. Kwa mfano, leo tuko katika ulimwengu wa New Age. Ndiyo. Lakini Qur'ani ishadai vitu kama hivyo. Kwa mfano, soma Qur'ani sura ya 11 ya 13. Angalia Qur'ani ilivyoweka hivyo vitu. Qur'ani 11:13. Naam. Sawa. Surati Hud 13 anasema hivi: au wanasema ameizua, sema basi leteni sura 10 zilizozuliwa mfano wa hii, na waiteni muwawezao badala ya Mwenyezi Mungu, ikiwa mnasema kweli. Waiteni muwawezao, waatu man sata'atum min dunillah. Sasa hii waiteni muwawezao maana yake mlete Chat GPT, DeepSeek, yani zikusaidieni kufanya tafiti za kuonyesha labda kuna kilichokosewa Muhammad kazua. Leteni vitu kama hivyo. Ndiyo. Na ndio maana leo tuna ulimwengu mpya, ulimwengu wa AI, artificial intelligence. Ni kipindi ambacho sasa hivi makosa hayawezi kujificha kwa sababu kuna vitu vinaweka wazi. Na ndio maana ukitazama vizuri utagundua kwamba Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kila namna watu wanavyotafuta makosa hawayapati. Hawapati makosa kwa sababu Mwenyezi Mungu aishaahidi. Ukisoma katika sura nyingine, sura ya 2 aya ya 23-24, angalia Mungu pia kuna aya 5 inaitwa ayatu tahaddi. Sura ya 2 aya 23.
Sawa. 23 anasema hivi. Naam. Na ikiwa mnashaka kwa hayo tuliyomteremshia mja wetu, basi leteni sura moja mfano wake na muwaite mashahidi wenu badala ya Mwenyezi Mungu ikiwa mnasema kweli. Unaona? Hapo mashahidi wenu muwaite ChatGPT, sijui DeepSeek, sijui nini, vileteni hivyo kama ni mashahidi wenu kutaka kuikosoa Qur'an. Kwa hiyo tayari Qur'an ishatangulia huo ulimwengu huo. Sasa hivi kama tuko katika ulimwengu huu, maana yake Qur'an ishaweka vigezo. Hakuna mtu ambaye anaweza akaleta chochote. Kama Mwenyezi Mungu alisema leteni sura 10 katika sura ya 11 ya 13, bado anasema reduce the challenge. Mwenyezi Mungu akapunguza ile challenge, akasema leteni sura moja. Kama 10 wameshindwa, hata moja leteni. Kuonyesha kwamba Qur'ani imeweka vigezo maalum. Kwa hiyo sisi tunaamini kuja kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kwamba ulimwengu unakuwa tayari uishajielewa. Kwa kuna baadhi ya mambo ambayo yamezungumzwa, kwa mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam anazungumza kwamba kabla ya kiyama kwanza kuna dalili ambazo zitajitokeza. Katika zile dalili 10 kubwa, dalili ya mwisho ni jua kutoka magharibi kwenda mashariki. Okay. Ambao tayari wanasayansi sasa hivi wameshaligundua hilo, kwamba walivyoenda katika anga waliona kama vile jua linatoka mashariki linatoka magharibi kwenda mashariki. Okay. Wakaona tayari yale yaliyotuambiwa kwamba jua litakuja kugeuka, hii itakuwa ni sahihi. Lakini kingine ni kwamba elimu itapotea. Zipo hadithi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema elimu pia itapotea. Ni kwamba sasa hivi watu elimu zote wanalisogeza kwenye mitandao. Ndio. Na ndio maana tunaona hata wenzetu ukiulizwa swali wanatumia ChatGPT. Sasa muda mwingine ikikosa majibu, kuna kipindi akili zitahama zote zitabakia kwenye ChatGPT. Sasa AI ndio itatumika kwa wakati mrefu. Ndio maana kuna baadhi ya watu pia, hata wanasayansi wanazungumza, baada ya miaka 10 AI itakuwa katika kiwango gani? Kuna kipindi sasa wafanyakazi watakuwa hawapo, maroboti ndio wanafanya kazi. Sasa kuna kipindi watu watakuwa hawana akili, wanategemea akili. Ukiulizwa chochote unaangalia calculator ya kwenye simu. Kwa hiyo akili itakuwa itahama mpaka elimu zitaondoka. Zishaondoka, Mwenyezi Mungu atakuja kubadilisha hiyo hali, afu mitandao yote itazimwa. Maana kuna siku unaweza kaa hela mfukoni, huna hela iko kwenye simu. Ukienda mtandao umegoma, una hela upati. Ndio. Sasa kuna kipindi mitandao itakuja kuzima, kwa sababu kutarudi ujinga kama ulivyokuwa ujinga wa zamani. Hata hayo unavyoona teknolojia zilizopo leo, unaona Irani namna walivyokuwa wababe sasa hivi, pamoja na nguvu za Marekani na Israeli. Yeah. Lakini wameshindwa ule kupita kwenye lango la Hormuz pale. Yeah. Kulingana na teknolojia zilizopo. Lakini kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna kipindi teknolojia zitapotea na vita vya mapanga vitarudi. Kwa nini vinarudi? Kwa sababu watu kuna kipindi watarudi ujingani. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatupa tahadhari kwamba Mwenyezi Mungu atuepushe na zama za Masihi Dajjali, kwa sababu kutakuwa na fitina. Yaani bora ufe kabla, ili usije ukaingia kwenye fitina, kwa sababu unaweza ukakufuru. Sasa kwa hiyo hayo yote yametabiriwa na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana teknolojia unazoziona kuna kipindi zitapotea. Mfano Qur'an, Mwenyezi Mungu anasema katika sura ya 13 aya 41, Mwenyezi Mungu anaeleza, naomba nisomee kwanza. Okay, 43:11. Sawa. 43:11 anasema hivi, mstari wa 11 anasema, na ambaye ndiye aliyeteremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi, na kwa hayo 13:41. 13:41. Sawa. Sawa. 13:41 anasema hivi, je, hawakuona kwamba tunaifikia ardhi? No. Tukiipunguza nchani mwake? Na Mwenyezi Mungu huhukumu, na hapana wa kupinga hukumu yake, naye ni mwepesi wa kuhisabu. Hii aya Mwenyezi Mungu aliyozungumza, Allah anasema bismillahir rahmanir rahim, awalam yarau anna na'ati al-ardha nanqusuha min atrafiha wallahu yahkum la muaqiba al-hukmi wa huwa sari'ul hisab. Kwamba Mwenyezi Mungu anasema hawaioni ardhi, waliokufuru hawaoni namna tunavyoipunguza ardhi katika mipaka. Ndiyo. Yani katika ncha kidogo kidogo. Kwa sababu gani? Na Mwenyezi Mungu mwenye kuhukumu, na hakuna mwenye uwezo wa kupinga hukumu yake, naye Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Kwani Mwenyezi Mungu ameyazungumza haya maneno. Hii ni globalization. Kwamba kupunguza ardhi si kwamba Mungu anachota ardhi.
kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda ulimwengu unakuwa sawa na kijiji. Okay. Kwa ni globalization. Karne ya 7 Qur'an inazungumza, ndio baadaye watu wanakuja kugundua leo mpira unachezwa Uingereza kwenye simu yako hapa hapa. Ndio. Huna sababu ya kwenda kwenye banda, hapa hapa unaangalia mpira unachezwa, unaongea na mtu live. Na ndio maana hata jana tulisilimisha watu live wako Kenya waliotazama mdahalo na video tayari nishaituma. Sawa. Unaona? Kwa sababu gani? Tayari ni globalization, utandawazi. Kwa hiyo hii ni karne ya 7 Qur'ani inaeleza, hiyo ni faida ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa, mimi nakushukuru sana, tumalize kipindi. Sasa labda tu niseme bado tupo Dodoma. Ndiyo. Na tutaendelea na hii mikutano. Mimi nadhani bwana simulizi, ndiyo, katika watu ambao mimi naomba sana Mwenyezi Mungu akuongoze ni wewe. Kwa sababu hata Waislamu wanakupenda. Amen. Waislamu wanakupenda sana. Na mimi sisemi kiushabiki. Ndiyo. Hata mimi kuwa Muislamu sio ujanja wangu. Okay. Ni Mwenyezi Mungu amependa. Sawa. Naona sio ujanja wangu. Kwa sababu hata mimi mama yangu asili yake sio Muislamu. Mama yangu mimi amesilimu, ndio baba yangu akamuoa nikazaliwa mimi Muislamu. Lakini mimi pia kupitia ukoo wa mama wapo ambao tayari nimeshawasilimisha. Sawa. Akiwemo kaka yangu, mtoto wa mama yangu mkubwa. Naona. Na bahati nzuri mama yangu mimi asili yake sio Mtanzania. Okay. Mama yangu asili yake sio Mtanzania. Japo amekuwa raia wa Tanzania. Kwa hiyo ndugu zake waliokuwa nje ya nchi nishafika na shafanya mijadala na namna mazingira aliyopo wameingia katika Uislamu baadhi yao. Na kuna mmoja kaka yangu amekufa katika Uislamu na jina lilikuwa anaitwa Omar. Nilimpa mwenyewe hilo jina. Na amekufa akiwa Muislamu yeye na mke wake. Kwa hiyo ni kwamba kuingia katika Uislamu ni mpaka Mungu atake. Okay. Na siwezi kumcheka sasa kuwa Muislamu kwa sababu na wala ni makosa kumwambia mtu wewe ni mtu wa motoni. Ila umwambie usiposilimu utakwenda motoni. Kwa hiyo mimi siwezi kuambia wewe ni mtu wa motoni kwa sababu sio Muislamu, kwa sababu unaweza ukasilimu. Sawa. Unaona? Kwa hiyo hakutakiwa, na ndio maana kuna kisa kimoja cha Mtume SAW. Kuna swahaba mmoja katika vita alimuua mtu ambaye ametoa shahada. Alivyomuua yule mtu, Mtume SAW akamwambia, "Kwa nini umemuua mtu ambaye ametoa shahada?" Na Mtume alimnunia yule mtu. Alimnunia yule swahaba. Akasema huyu amesilimu kwa sababu ameogopa upanga. Akamwambia uliingia kwenye moyo wake ukaona? Okay. Mtume alikasirika sana na alimchukia na kuna muda mrefu ulipita Mtume alikataa kuongea naye. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana mtu anatoa shahada moyoni yeye mwenyewe. Na ndio maana Mtume alimwambia, "Wewe unamuua," anasema huyu atakuwa ameogopa upanga ndio maana anatoa shahada. Akamwambia wewe ukuingia kwenye moyo wake. Sasa mimi naamini kwamba bwana simulizi, mimi ninaamini, yani imani yangu inavyopeleka kwa namna ulivyokuwa mstaarabu na unimfuatiliaji, unadodosa, ipo siku utaingia katika Uislamu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Lakini na ndio maana hata Mtume SAW aliwahi kuomba dua Umari wawili, akaingia mmoja. Okay. Kwa hiyo kukuombea mimi wewe dua ni haki, kwamba hata Mtume alishai kuomba, na ukijua hilo mimi ninaamini utakuja kuingia katika Uislamu. Na mimi naomba hata isifike, yani wewe usife ufe hali ya kuwa Muislamu. Sawa. No. Kwa sababu kila kitu kiko wazi. Kwa hiyo ndio maana baadhi ya watu, lakini wengine wanaogopa maslahi. Mimi ninaamini huenda mwingine anaogopa familia, nikisilimu mimi mama yangu ataniangaliaje, na wengine wanaogopa. Lakini sasa mtu anafikiria mimi nikifa nitaenda motoni kwa sababu wazazi wangu, haiwezekani. Sawa. Mtu anaamua kusilimu, anajua mimi na familia yangu naweza kujitegemea, mimi nasilimu. Ndio hivyo watu wanaingia katika Uislamu, lakini kwa muongozo wa Mwenyezi Mungu. Mungu akitaka anamuongoa anayemtaka. Sawa. Kwa hiyo ndio hilo. Mimi ila nakuombea dua, inawezekana hata tukarudi nawe ukiwa Muislamu tukaanza kuswali wote hapa Dodoma. Kwa leo ni siku ya Maulid. Maulid nayo imekuwa na mambo mengi. Kwa hiyo nataka kwanza tuongelee hilo. Tangu safari yetu tulipotoka Dar es Salaam kuja Dodoma kufanya mdahalo, na leo sikukuu imetukutia huku. Kwa hiyo nataka tuanzie hapo kwanza, alafu tuje tuingie moja kwa moja kwenye Mtume Muhammad, utofauti na mitume wengine, ukubwa wake, kwa sababu kwa Waislamu nafikiri ndo wanasema ndio mtume mkubwa kuliko mitume wengine wote. Kwa hiyo Sheikh, karibu sana, kwanza usalimia watazamaji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Kwanza sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola mlezi aliyetumba sisi na wale wa kabla yetu kwa makusudio ya kuweza kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nazungumza hapa tukiwa tupo bado katika jiji la Dodoma,
makao makuu ya nchi tukiwa tupo hotelini hapa, na tulikuja kwa kazi maalum. Kwa hiyo tulikuja kwa kazi ya kumtangaza Mwenyezi Mungu na mdahalo ambao leo ndio tutahitimisha pale, lakini wakati tunakuja tarehe 22 ndio tarehe, wapo wenzetu ambao walikuja kwa ajili ya tamasha la Bongo Flava. Unaona tofauti yetu sisi na wenzetu, kwamba sisi tumekuja kumtangaza Mwenyezi Mungu. Sasa kwa bado tuko hapa. Ndiyo. Na leo tunatarajia kuna mambo mengi tutayazungumza. Sasa kabla kwanza tujaingia huko, nilitamani tugusie na ili kusikana na mwitikio wa watu katika vitu vinavyomhusu Mwenyezi Mungu, vitu vya kidini na vitu vya kidunia, kwa sababu kama unavyosema tamasha la Bongo Flava huku kufanya mkutano ambao unasaidia watu kujua kuhusiana na imani zao. Kwa nini huwa kunakuwa na utofauti sana? Huku kwenye Bongo Flava unaona watu kweli wanajaa sana. Unajua shetani ana nguvu sana. Mambo yale ya kishetani ni rahisi mtu hata pesa. Na unaweza ukaona hata ile tamasha inawezekana ni mabilioni ya pesa yametumika. Lakini hakuna faida yoyote kwa Mwenyezi Mungu. Okay. Ni mambo tu ya kupita. Lakini jambo la dini, ndio mama matajiri wengi, hakuna nchi ambayo ina matajiri wengi kama Tanzania. Okay. Na sehemu kubwa matajiri wengi Waislamu. Ukitaka kujua hilo, hebu nenda stendi ya Mbezi, angalia mabasi yanayotoka mengi sana, asilimia karibuni 87. Unaweza ukakuta ni mabasi ya Waislamu tupu. Ni matajiri. Mtu ana mabasi 100. Tumeshawahi kuongelea hilo kwamba kuanzia namba 1 mpaka namba 5 ukiwapanga matajiri wa Tanzania inawezekana wote wakawa ni Waislamu. Wakawa ni Waislamu. Ukitaka kujua, angalia wafadhili. Okay. Angalia wafadhili wa mipira. Okay. Angalia wafadhili wa mipira wote ni Waislamu. Sijai kumsikia mfadhili mimi nikamkuta jina la Kikristo. Okay. Wote unakuta ni Waislamu. Sasa japo hapo baadhi yao huwa wanachangia dini, ni kweli, lakini sehemu kubwa sana matajiri wengi hawataki kuchangia dini. Na ndio maana tunapata wakati mgumu sana. Nadhani kupitia wewe simulizi ni shahidi. Mimi nishaomba kamera muda mrefu sana kwa ajili ya kazi ya Mungu. Lakini mpaka leo bado hakuna hata aliyejitokeza. Okay. Na kile. Lakini kwa sababu kazi hii ya kulingania ni kazi ya Mwenyezi Mungu na kila mmoja anatakiwa afanye kwa jitihada zake. Sisi tuna uwezo wa kuzungumza ila mali hatuna. Sawa. Kwa hiyo kwa tathmini ya watu kupenda mambo ya kishari, wako tayari kukimbilia sana kuliko mambo ya kheri. Sawa. Tuje sasa kwenye hili la kuhusiana na kwanza Maulid yenyewe, alafu na Mtume Muhammad, umuhimu wake katika dini ya Kiislamu, lakini na umuhimu wake hii sherehe ya Maulid katika dini ya Kiislamu. Vizuri. Jambo la Maulid, kwanza watu wanafanya kumbukumbu ya mazazi ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wapo baadhi ambao hawataki hili jambo, lakini wengine tunakubaliana kuhusu mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Naona sasa kwa sababu ni siku maalum, na leo tupo katika mapumziko, tunaangalia nini faida ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa katika dunia. Mtume sallallahu alaihi wasallama, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa taarifa na anaelezea sifa zake. Anamwambia Bismillahir Rahmanir Rahim, wa innaka la'ala khuluqin adhim, kwamba hakika ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam uko juu ya tabia njema. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba alikuwa anaongoza kuwa na tabia njema kuliko mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo kwanza hiyo ni sifa maalum. Sasa na katika faida kubwa ni kwamba ukisoma katika Uislamu hakuna jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam hajalifundisha kwa miaka hiyo 23 aliyotumikia utume. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ameanza utume akiwa na miaka 40 na akatumikia utume muda wa miaka 23, 13 akiwa Maka na 10 akiwa Madina. Lakini kila jambo limeshafundishwa. Sasa na tukija katika zama tulizokuwa nazo, zama za science na teknolojia, Mtume sallallahu alaihi wasallam alishafundisha. Mfano kuna hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kutafuta ilmu ni faradhi kwa kila Muislamu, mwanaume na mwanamke. Lakini kuna hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tafuteni ilmu hata katika miji ya China. Lakini ilmu iliyokusudia hapa ni science, tafiti. Utulibul ilmu alau biswin. Unaona? Ndio. Kwa hiyo utakuta kwamba karne ya 7 Mtume sallallahu alaihi wasallam anahimiza watu kusoma, na ndio maana hata aya za kwanza kushuka zinazungumzia soma. Mtume anaambiwa soma. Na hata ukitazama kisa cha Adam
Adam kitu cha kwanza kabisa kafundishwa majina ya vitu vyote, yani taaluma akapewa, ndio mambo ya kwanza. Kwa hiyo Uislamu unatulazimisha sana tu wenye kusoma. Sawa sawa. Na kwa hiyo leo tu katika ulimwengu wanasema the new age has come. Ndio. The age of artificial intelligence. Yes. No error can hide. No error can hide. Kwa hiyo hakuna kosa. Anasema AI does not believe or doubt. Okay. It measures, it reveals, and when it speaks, the only evidence remain. Kwamba AI yenyewe kwanza haiamini, yani haina mashaka, haiko upande wa Uislamu wala Ukristo. Yenyewe huwa inafafanua, inatoa vipimo, na inapozungumza kinachobakia ni ushahidi. Okay. Kwa hiyo ushahidi ndio huwa unabaki tu. Sawa sawa. Kwa hiyo haiwezi kumtetea Muislamu wala kumtetea Mkristo. Kinachoangaliwa ni ule usahihi wa kile kitu, ndio inaacha ushahidi. Kwa hiyo ushahidi unabaki. Kwa hiyo katika ulimwengu mwingine ni new age. Sawa sawa. Kwa hiyo katika zama hizi tulizokuwa nazo. Sawa. Sasa tuanzie hapo hapo. Kwa sababu tayari huwa mnakuwa na mivutano ya kidini tofauti kati ya Wakristo na Waislamu. Huwa kila mmoja anamboresha sana mtume wake. Kwa mfano Wakristo wao Yesu wanamuita kabisa Mungu. Kuna wengine wanasema ni mwana wa Mungu, wanaishia hapo. Lakini nyinyi Waislamu, nyinyi mnawasema mtume mkubwa, tuseme nabii mkuu ni Mtume Muhammad kupita mitume wote akiwemo Yesu au Isa bin Maryam. Sasa nikataka tuongelee na hilo kidogo. Kwanza mitume wengi wametumwa kwa sehemu maalum. Ndio. Soma Qur'ani sura 25 aya 51. Ndio. Mwenyezi Mungu anasema kama tungetaka tungepeleka katika kila mji mtume. Sawa sawa. Mwonyaji. Ndio. Lakini tumemleta Nabii Muhammad kwa ajili ya watu wote. Okay. Kwa hiyo ukiangalia Nabii Isa ama Bwana Yesu, ndio. Yeye alitumwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Sawa sawa. No. Ndio. Na sio maneno yetu, ni maneno ya Bwana Yesu mwenyewe. Okay. Soma 15:24 Mathayo. Hebu nisomea. Okay. 15:24 Mathayo. Naam. Sawa. Mathayo 15:24. Naam. Anasema akajibu akasema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Haya ni maneno ya Bwana Yesu mwenyewe. Anasema okay. Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Ni maneno ya Bwana Yesu mwenyewe. Ndio. Na ndio maana hata alivyokuwa akiwafundisha wanafunzi wake, kuna maneno alikuwa anawaambia, lakini akawa anawekea na mipaka ya sehemu ya kwenda. Mfano, soma 15 kitabu cha Mathayo. Okay, Mathayo 10:5 anasema hao 12 Yesu aliwatuma kawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wote wa Wasamaria msiingie, bali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Haya ni maagizo ya Bwana Yesu, kwamba katika ile njia namna waende kufundisha, kupeleka ujumbe wa Mungu, katika nchi ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo pia aliwaelekeza kwamba wasitoke nje ya mipaka. Okay. Hebu nenda aya ya 23 hiyo hiyo. 23 anasema, lakini watakapowafukuza katika mji huu kimbilieni mwingine, kwa maana ni kweli nawaambia hamtaimaliza miji ya Israeli hata ajapo mwana wa Adamu. Sasa Bwana Yesu pia akajua kwamba inaweza ikatoka madhara yoyote, wakalazimika wahame. Dio. Katika mji hizo wafukuzwe. Unaona, kwa sababu kazi ya kuhubiri dini kuna wengine hawataki. Ndio. Wengine wanachukia, akajua wanafunzi wangu wanaweza wakachukiwa. Kwa hiyo kama watawafukuza katika mji huu, kimbilieni mji mwingine. Yaani ni mfano, si tuko Dodoma mfano hapa. Ndio. Kama mfano tumefukuzwa Dar es Salaam, tunakimbilia Dodoma. Ni nchi hii moja. Tanzania pale pale. Ya Tanzania hapa. Kwa hiyo hata wanafunzi wa Bwana Yesu walitaka waishie katika nchi ile ile. Okay. Kwa maana ni kweli, na hamtaimaliza miji yote mpaka ajapo mwana wa Adamu. Ndio. Sasa ukitazama maneno haya, ndio, utagundua kwamba Bwana Yesu aliweka mipaka. Sasa hoja inakuja hivi, je, wanafunzi walimuelewa? Okay. Kwa sababu leo tunaikuta injili iko Dar es Salaam. Ndio. Je, wamekiuka maneno ya Bwana Yesu wanafunzi wa Yesu? Nani kaileta injili Tanzania? Okay. Sasa angalia, ndiyo, kuonekana kwamba na wanafunzi walimuelewa mwalimu wao vizuri. 11:19 Matendo. 11:19 Matendo. Sawa. Mstari wa 19 anasema hivi,
mstari wa 19, basi wale waliotawanyika kwa sababu ya ile dhiki iliyotukia kwa habari ya Stefano wakasafiri hadi Foinike na Kipro na Antiokia, wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Unaona? Kwa hiyo kwa sababu walisafiri hata Foinike na Kipro, ndio wasilihubiri lile neno ila kwa Wayahudi peke yao. Ndio. Yaani ni mfano leo hata Wayahudi wakiwepo hapa Tanzania, wakiwa na jambo lolote wataitana wenyewe na hubiriana wao kwa wao, wala hawamhusishi Mgogo wala Mchaga. Ndio. Kwa hiyo inaonekana kwamba wanafunzi wa Bwana Yesu walimuelewa mwalimu wao kwamba injili inatakiwa izungukie pale. Na ndio maana hata zile Biblia za zamani mwisho kulikuwa kuna ramani, unakuta nchi takatifu na mataifa wa Israeli kuna mipaka. Okay. Kwa hiyo wanafunzi walimuelewa Bwana Yesu, isipokuwa watu wengine sasa ndio walikuja kuhamisha agizo la Bwana Yesu wakalipeleka ndivyo sivyo. Kwa hiyo tunapata tofauti ukisoma Qur'ani katika sura ya 34 aya ya 28. 34:28. 34:28. Naam. Sawa. Mstari wa 28 anasema hivi. Naam. Sawa, anasema na hatukukutuma ila kwa watu wote uwe mbashiri na mwonyaji, lakini watu wengi hawajui. Unaona? Kwa hiyo watu hawajui tu. Ndio. Kwa hiyo maana sisi Waislamu tunatangaza kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa ajili ya ulimwengu mzima, lakini watu wengi hawajui. Kwa hiyo wote tunaowaona hapa katika zama tulizokuwa nazo, hawa ni abiria wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, japo wengi hawajui kwamba mtume anayefaa kufuatwa ni Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana hii mwalimu, naweza nikaifananisha na ile ya Yohana 3 mstari wa 16. Soma. Yohana 3 mstari wa 16 anasema hivi. Mstari wa 16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ila kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kama vile ninavyosema kule kwa watu wote, huku inasema kwa kila mtu, alafu inasema kwa ulimwengu mzima, kama vile ninavyosema kwa Mtume Muhammad. Hii labda nyinyi wao mnaweza kuitofautishaje? Tofauti ipo kubwa sana. Kwa sababu ukiangalia hapo ulimwengu uliokusudiwa. Ndio. Hebu tusomee kitabu cha Mathayo sura ya 19 anzia 27. Mathayo 19:27. Yesu alishatofautisha. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata, tutapata nini basi? Petro anamuuliza Bwana Yesu kwamba tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe, tutapata nini basi? Maana nataka ajue ujira, kwamba unapofanya kazi lazima ujue mshahara wako unaupataje. Ndio. Yesu akamjibu nini? Yesu akawaambia, amini nawaambia ya kwamba ninyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu makabila 12 ya Israeli. Unaona? Mbona hakuingiza Wachaga na Wagogo hapo? Okay. Kwa hiyo waliokuwa ulimwengu uliokusudiwa ilikuwa ni wale wana wa Israeli, sio sehemu nyingine. Okay. Unaona? Na ndio maana hata ile kwamba Yesu alivyosema sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea nyumba ya Israeli, haikuanzia pale. Ukianzia 21. Ndio. Yesu alipita katika pande za Tiro na Sidoni. Hebu isome. Ni Mathayo 15:21. Sawa, mstari wa 21 unasema hivi. Yesu akaondoka huko akaenda kando pande za Tiro na Sidoni. Na tazama, mwanamke Mkanaani wa mipaka ile akatokea, akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamuomba wakisema, mwache aende zake, kwa kuwa anaendelea kutupigia makelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Unaona? Sasa hapo huyu mwanamke si Mwisraeli, ni Mkanaani. Okay. Kwa hiyo wakati anaomba msaada kwa Yesu, Yesu alikataa, kakaa kimya, kwa sababu anajua huyu mimi anihusu. Lakini kilichofuatia kwamba wanafunzi wakamwambia huyu anapiga kelele nyuma yetu, ndipo Yesu akamkataa, akamwambia sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Okay. Lakini huyu mwanamke alienda 25 hapo. Mstari wa 25. Naam. Sawa, 25 anasema, naye akaja akamsujudia akisema, Bwana unisaidie. Akajibu akasema, si vyema kukitwaa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa.
chakula cha watoto waliokusudiwa ni wana wa Israeli, kuwatupia mbwa ni wale wasiokuwa Israeli. Naendelea kidogo hapo. Sawa. Anasema akasema, ndiyo Bwana, lakini hata mbwa hula makombo yangukayo mezani pa bwana zao. Sasa huyu mwanamke kwa sababu shida alikuwa anayo, huyu mwanamke kwa sababu alikuwa na shida, akamwambia Bwana, hata mbwa huwa wanakula makombo yaliyoanguka mezani pa bwana zao. Kwa hiyo ni kwamba Yesu, kwa mtiririko huu wa maandiko, ni kwamba Yesu hakutuma kwa ajili ya watu wengine zaidi ya wana wa Israeli. Na ndio maana hata kule mbinguni ni watu wa makabila 12 yale yale, ukisoma Ufunuo 7:4. Sawa, Ufunuo 7:4. Sawa, Ufunuo 7:4. Naam. Anasema, nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli. Naam. Watu 144,000. Wa kabila la Yuda 12,000 waliotiwa muhuri, wa kabila la Rubeni 12,000, wa kabila la Gadi 12,000, wa kabila la Asheri 12,000, wa kabila la Naftali 12,000, wa kabila la Manase 12,000, wa kabila la Simeoni 12,000, wa kabila la Lawi 12,000, wa kabila la Isakari 12,000, wa kabila la Zabuloni 12,000, wa kabila la Yusufu 12,000, wa kabila la Benyamini 12,000 waliotiwa muhuri. Endelea kidogo. Baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtu awezaye kuhesabu, watu wa kila taifa na kila kabila na jamaa na lugha, wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo, wamevikwa mavazi meupe, wana matawi ya mitende mikononi mwao. Tulia. Ukitazama kilichozungumzwa hapo, ndio ni kwamba makabila yenyewe yametajwa. Na ndio maana Yesu alichagua wanafunzi 12 kwa sababu kila mwanafunzi alikuwa anawakilisha kabila moja. Na hiyo Mathayo tuliyosoma sura ya 19 aya 27-28, Yesu anawaambia Petro, wakati anamuuliza, Mwalimu, tazama tumeacha vyote tukafuata wewe, tutapata nini basi? Yesu akawaambia, nyinyi mlionifuata mimi katika ulimwengu mpya, atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ndipo nanyi mtakapoketi mkiwahukumu kabila 12 ya wana wa Israeli. Kwa hiyo viti viko 12 tu kwa ajili ya makabila 12, na tumeona hayo makabila. Sasa huwa Wakristo baadhi ya wahubiri, na ndio maana nikataka uendelee, maana ishi hapo huwa na kawaida kusema umeishi hapo. Ndiye. Kwamba kisha nikaona natazama watu wengine, watu wa kila kabila na lugha na mataifa. Sasa tunataka tujue hao watu wengine hao wanafuatani, wanaingia peponi hao? Maana wao wanajificha hapo. Si kuna kundi lingine liko nje? Tuendelee na hilo kundi hapo. Sawa, anasema wakilia kwa sauti kuu akisema, wokovu una Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Subiri. Hivi kama ni sehemu ya uzima wa milele, watu wanaenda kufurahi, wanaenda kulia? Kufurahi. Sasa hao wanaenda kulia. Wanaenda kulia, wakilia. Sasa peponi watu waendi kulia. Ukiona wanaenda kulia, wanaenda kuadhibiwa hao. Endelea. Na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai 4, nao wakaanguka kifudifudi mbele ya kiti cha enzi wakamsujudu Mungu. Unaona? Sasa hao wanasujudu. Wakati huku tumeona jana, huwa tunazungumzia mambo ya kusujudu, tunasema ikatolewa hadithi kwamba Muislamu hatusujudu kama nyinyi. Alafu ile hadithi sisi tumeacha tu makusudi. Ndiyo. Kwamba anakujieni mmoja wenu shetani katika sala. Sasa hadithi haikusema anakujieni Waislamu mmoja wenu. Sasa kuanzia enzi hizo mmoja ni huyo mmoja. Sasa mmoja huyo nani? Sasa sisi kwa sababu tulishaacha buti zamani, na hii walikuwa tayari wale wameona kabisa tukizidiwa tutoe hili wachafua Waislamu. Sasa ashaambiwa mmoja wenu, na Waislamu kama Waislamu, hakuna Muislamu ambaye anamuogopa shetani kwa sababu tayari dua zipo. Na shetani hana nguvu juu ya Muislamu yule aliyeamini. Unaona? Hana nguvu. Kwa mfano, ukimtazama Yesu, kuna maandiko yanaonyesha, ukisoma Mathayo sura ya 16, utakuta wakati Petro anaambiwa na Bwana Yesu, nenda nyuma yangu shetani. Sasa sisi tuseme huyu pepo alivyokuwa anaambiwa, shetani anaambiwa ende nyuma ya Yesu, alikuwa anaenda nyuma ya Yesu kufanya nini?
Sasa na sisi tuingize kwamba Yesu naye alienda kupulizwa makalioni kwa sababu shetani alienda nyuma yake. Sasa tumeona kwamba si busara, lakini yale maandiko ni kwamba shetani hana nguvu juu ya Waislamu wenye kuamini, na ndio maana dua zipo, Waislamu wanalala kwa dua, na shetani hana nguvu na aya zipo. Kwa hiyo hatukutaka sana kwenda kule kwa sababu tumeona wenzetu wamechanganyikiwa, wameshindwa hoja. Na ndio maana sisi tunang'ang'ania siku hizi sana, hatutaki ile mikanyago, matusi. Sasa hivi ni elimu. Kama nilivyosema, sasa hivi eji imebadilika. Sasa eji ambayo kuna uwazi zaidi. Ndiyo. Kwa hiyo kuhusu Bwana Yesu, Yesu ametumwa kwa ajili ya wana wa Israeli peke yao. Sasa kwa mfano huu ambao unatupatia hapa na tunaona huku mwishoni, Waislamu huwa mna madai kwamba anayekuja kuhukumu ni Kristo Yesu. Sasa mnasemaje anakuja kuhukumu Kristo Yesu awahukumu nyinyi ambao hamuhusiki naye? Kwa sababu mnavyosema wanaohusika na Yesu ni Waisraeli peke yao. Aha. Unajua Qur'ani imeeleza mfano. Hebu some Qur'ani sura ya 3 aya 54. 3:54. Naam. Sawa. 3:54 anasema hivi. Naam. Na makafiri walipanga mipango na Mwenyezi Mungu akapanga mipango. Ndio. Na Mwenyezi Mungu ndiye mbora wa wenye kupanga. Ndio. Kwa hiyo makafiri walifanya hila. Ndio. Kutaka kumuua Bwana Yesu. Ndio. Ila Mwenyezi Mungu akapindua zile hila. Ndio maana aya inasema wamakaru wa makara Allahu wallahu khairul makirin. Kwamba Mayahudi walifanya hila na kutaka kumuua Yesu kwa hila. Ndio. Lakini Mwenyezi Mungu akazipindua hila zao. Ndiyo. Kwa nini? Endelea. Sawa, anasema pale Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, mimi nitakufisha na nitakunyanyua kwangu na nitakutakasa na wale waliokufuru na nitawaweka wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru mpaka siku ya Kiyama. Sasa hii aya, na ndio maana wenzetu wakisoma wanasema Isa kashakufa, lakini aya inaonyesha ni future tense. Okay. Mimi nitakufisha, manake bado. Sawa. Naona? Ndio. Nitakutimizia muda wako wa kuishi. Manake huyu Nabii Isa hakuishi katika mazingira mazuri, na ndio maana aliondoka na umri wa miaka 30 ama 33. Sawa. Kwa sababu ilikuwa kukimbia, mafundisho aliyofundisha hakuwa na katika hali nzuri. Kwa hiyo baada ya Mwenyezi Mungu kumpaisha, ndio italazimika sasa Mwenyezi Mungu amrudishe duniani aje amalizie muda wake uliobakia. Na ndio maana Mungu anamwahidi nitakufisha. Na ndio maana hakuna Mkristo anayekataa kwamba Yesu atarudi tena. Anarudi kufanya nini? Kwa sababu anakuja kutimiza muda wake. Wakristo nasema anakuja kwa hukumu wazima na wafu. Yale maneno ya Paulo, hakuna sehemu Yesu anakuja. Na ndio maana katika swali lililoulizwa kwamba wapi Muhammad atakuja kuhukumu. Mimi sikutaka kwenda aya za Muhammad kuwa ni hakimu, zipo nyingi tu. Okay. Soma sura ya 4 aya 65. Tu sawa salama yani hakimu. Naona, lakini uhakimu wa hapa wa nini? Kwa sababu alichokusudia kwamba Yesu anahukumu wafu na walio hai. Kwa hiyo wanamaanisha kwamba Yesu sasa pale anakuwa ni Mungu. Lakini siku ya Kiyama anayehukumu ni Yesu. Sasa ukimuingiza Muhammad naye ni hakimu hapa, manake unasema naye Muhammad anakuja ni Mungu anawahukumu wafu na walio hai. Sio kweli. Ila Yesu kuja kuhukumu ni kwamba akija, Mtume SAW ameeleza kwa mujibu wa hadithi kwamba atakuja, atashuka Syria, Damascus, ambao ni Dameski, Syria. Na itakuwa ni alfajiri. Na atakaposhuka ataingia msikitini na ataswalisha kwa mujibu wa Uislamu, mafundisho ya Kiislamu, na atafuata Qur'ani na sheria za Qur'ani. Kwa hiyo atawahukumu Waislamu, maana atakuwa ni kiongozi kwa mujibu wa sheria za Kiislamu. Okay. Na ni kudhihirisha kwamba yeye ni Muislamu, na ndio maana inaonyesha atakuja, atavunja misalaba, ataua nguruwe, kuvunja ile itikadi. Okay. Sasa hoja ya kwamba anakujaje kuwahukumu ambao hawahusiani nao? Ndiyo. Sasa Yesu alikuwa dini gani? Okay. Yesu alikuwa ni Muislamu. Kwa hiyo anakuja kwa Waislamu wenzie. Sasa mfano ni kwamba kwa nini aje ya hukumu? Yaani mfano leo tunaye rais. Okay. Lakini rais anaweza akamteua rais mstaafu awe mkuu wa chuo fulani. Kwa mfano hata marehemu Magufuli alimteua Jakaya Mrisho Kikwete kuwa mkuu wa chuo. Okay. Sawa? Sasa pale anapokuwa anaongoza kwa sheria za Magufuli zile zile, kwa sababu kwa kipindi hicho katiba na muongozo ni wa Rais Magufuli. Kwa hiyo alikuwa anaongoza kwa kipindi hicho, lakini kwa muongozo wa nani? Wa Rais Magufuli. Okay. Kwa hiyo ndio mfano kama huo. Kwa hiyo Yesu atakuja, atakuwa ni hakimu,
lakini hakimu ambaye atakuwa anasimamia sheria za Kiislamu, kwa sababu sheria yake ishapita. Kwa hiyo hata kanuni zilipo sasa hivi, mfano Mama Samia akimteua mstaafu yoyote kwamba asimamie jambo fulani, anasimamia kwa muongozo wake. Sawa, lakini sasa pamoja na hayo unayoongea, tunaona kwamba kama Yesu atasimama kwa hukumu kabila 12 za wana wa Israeli. Katika kabila 12 za wana wa Israeli, nafikiri Waislamu hawapo. Japokuwa sina uhakika kama mkuu mnasema katika yale makabila nayo mnahesabia kwamba wale ndio Waislamu wenyewe, au kama na nyinyi mnajiweka kama ni wamoja katika zile kabila 12 za wana wa Israeli, au ni nyinyi ni kabila la 13 la wana wa Israeli, kwamba muhukumiwe na huyu Bwana Yesu ambaye kwa mujibu wa ushahidi ambao tayari umeshatolewa huko, yeye anadili na kabila 12 za wana wa Israeli. Sasa wale wana wa Israeli ambao walikuwa wanamfuata Yesu, kwani walikuwa dini? Wale walikuwa ni Waislamu. Sawa. Lakini hizi kabila sasa zingine za sisi huku Wandengereko, wa Makua, wa Makonde, tunakujaje kuhukumiwa na anayetakiwa kuhukumu kabila 12 za Israeli? Sasa tofauti ya zile kabila 12 alizotaja Bwana Yesu, kwa sababu siku ya Kiyama kila umma utaitwa na kitabu chao. Kila umma. Kwa hiyo umma wa Yesu atakaposimamishwa, siku ya kusimamishwa, watasimama na kitabu chao. Nabii Musa naye atasimama na kitabu chao kila zama. Kwa hiyo kila mtume atakuja pale na watu wake. Lakini hakimu ni Yesu. Kwa kusema hakimu ni Yesu, sina maana yeye anakuja kuhukumu zile kabila 12. Na kama na hukumu kabila 12, haijalishi kama walikuwa ni wa kipindi cha Mtume Muhammad au kipindi cha Musa au kipindi cha Ibrahim au kipindi cha Nuh, lakini yeye atadili na zile kabila 12, sio kabila zingine. Kama anadili na zile kabila 12, inakuwaje wengine tena waingie? Sasa unajua kuna kitu kilichokichanganya hapo ni nini? Ndio. Kuchanganywa kilikuwepo hapo. Alichoahidi Yesu kwa hukumu kabila 12 hakuhusiani na Yesu kurudi tena kuja kuhukumu kwa sheria ya Kiislamu, hakuhusiani na hivyo. Ila kwa sababu Yesu atakuja na atakufa na kiyama bado. Kwa sababu 43:61 Qur'an. 43:61. Kuna kitu ukiweke wazi, kwa sababu watu wanachanganya. Unajua labda Yesu akija kiyama tayari. Hiyo ni alama ya kiyama tu. Kiyama bado. 43:61. Naam. Sawa. 43:61 anasema hivi. 61. Na kwa hakika yeye ni alama ya saa ya kiyama. Basi usitilie shaka na nifuateni, hii ndiyo njia iliyonyooka. Unaona? Sasa hapo huwa wakisoma nifuateni wanajua ni Yesu. Hapo anasema nifuateni na Nabii Muhammad. Unaona? Kwa hiyo kuja kwa Yesu ni alama tu. Kiyama bado, kwa sababu Yesu atakuja, ataoa, atazaa watoto na atakufa. Kiyama bado. Na hata Biblia inathibitisha 24:3 Mathayo. 24:3 Mathayo. Anza moja kabisa. Sawa. Mathayo 24:1 anasema, Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambia, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomolewa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Unaona sasa mwisho wa dunia hapo unaotajwa. Ndio. Yesu kajibu nini? Anasema, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, na watadanganya wengi. Endelea. Nanyi mtasikia habari za vita na tetesi za vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa hiyo hata Yesu akija bado mwisho hujatimia. Naona mwisho bado haujatimia. Ndio. Naona. Sawa. Lakini pamoja na haya bado tena nina swali kuhusiana na, kwa sababu tunazungumzia mtume ambaye ni bora, kwamba kwa nini Waislamu wanasema Mtume Muhammad ndiye mtume bora zaidi? Kwa sababu kwa hapa tulikuwa tunaongelea kuhusiana na kutumwa aidha kwa ulimwengu mzima au kutumwa kwa... Sawa kabisa. Kama tumeacha ni kwa mara ya kwanza, tafadhali subscribe kwa kwanza kupata kila video tunakuwekea. Asante.